Ya mipira ya upangaji uzazi inatarajiwa kuongezeka kwa kiasi kikubwa duniani baada ya kampuni ya Carex BHD kutangaza ongezeko la hadi 30%. Anajiri baada ya utafiti wa AHF mwezi wa Februari mwaka 2026 kuonyesha uhaba wa bidhaa hiyo. Vijana hata hivyo wanataka taasisi tofauti kuhakikisha upatikanaji licha ya kuongezeka kwa bei. Susan Locho anatupasha mengi zaidi. Mipira ya kondomu si bidhaa tu, bali ni kinga kwa maisha. Ila taifa la Kenya limekuwa likishuhudia uhaba wa mipira hii. Kulingana na ripoti ya shirika la AIDS Healthcare Foundation mwezi wa Februari mwaka wa 2026, Kenya ilikuwa na takriban mipira milioni 150 pekee, ilhali wa Kenya wanahitaji kondomu milioni 400 kwa mwaka. Currently what we need as a country is 400 million condoms to cater for the population that is sexually active. And what we have at the moment is 150 million. Kwa vijana wengi, swala si upatikanaji tu, bali pia uwezo wa kudumu. Sasa wanaonyesha masikitiko yao, kwani kusitishwa kwa usambazaji wa USAID kulikuwa pigo kubwa. Linganisha mwaka uliopita, Donald Trump alikatiza kuja kwa ile msaada wa USAID, ilikuwa pigo sana. Na sasa hivi tunasikia kwamba condoms zinapanda bei. Hili swala ya kukosa mambo ya mipira ya mapenzi inatuadhiri sana kama si vijana. Hivi tukiangalia mambo ya HIV imepanda. Sasa hali hii inaweza kuwa ngumu hata zaidi. Mbali na mipaka ya nchi, kampuni ya Carex BHD, mzalishaji mkubwa duniani, ametangaza kuongeza bei kutokana na kupanda kwa gharama za uzalishaji na changamoto za usafirishaji wa mipira ya kondomu. We have no choice but to, transfer the cost to the customers. We do see some shortages in synthetic rubber. Malighafi kama mpira wa sintetiki na vilainishi vimepanda bei, huku usambazaji ukiwa ghali kutokana na migogoro ya kimataifa. Katika mazungumzo ya kila siku, wasiwasi unaongezeka. Je, ongezeko la bei litawasukuma baadhi kuacha kutumia kinga? Licha ya hofu hiyo, vijana wanasisitiza jambo moja: kuwa taasisi za afya na serikali zinapaswa kuhakikisha mipira ya kinga inabaki kupatikana kwa urahisi bila kujali hali ya soko. Susan Locho, TV 47.